Haya, nataka nichukue nafasi hii niweze kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mjambo. Kwa majina ni mchungaji Rodi Shadrack. Na hudumu na kanisa la UPEC ambaye ni United Pentecostal Evangelistic Crusade kutoka sehemu za Keses. Na najua kwamba Mungu amenipa hii nafasi ili niweze kusema pamoja na nyinyi siku ya leo, na naamini kwamba katika hali hii Mungu anaenda kutubariki kwa pamoja na Mungu anaenda kutuonekania. Kwa hivyo wapendwa, nataka niweze kuchukua nafasi niweze kuomba ili niweze kuelekeza katika neno la Mungu siku ya leo. Tuamini kwa maombi. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, na asante Jehova kwa nafasi hii ambayo Bwana umeweza Bwana kunipa ili Bwana niweze kuweza kunena na wapendwa wako Jehova. Wacha Bwana niweze kutangaza kibali ili Bwana ninapoenda kuchukua nafasi hii niweze Bwana kubalika machoni mwako. Na uchumbe Bwana ambao unaenda Bwana kunipa Jehova, utumbe Bwana ambaye inaenda kufanyika kutumika mahali hapa, wacha watu wako Bwana wabarikiwe na kuinuliwa. Kila popote Bwana ambao bado wanasikiliza Bwana, wacha wabarikiwe na kuinuliwa. Na itisha nguvu za Roho Mtakatifu Bwana kawafikie, neno lako Bwana kawafikie, uwezo wako Bwana kawafikie, ufanuzi wa kipekee Bwana kawafikie. Na nitakapoona Bwana umetenda mema, Jehova ninaendelea kukushukuru na kuinua jina lako. Ni kwa sababu ni Mungu mwaminifu na Mungu mwenye uwezo. Kwa jina la Baba, aliye Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nataka niweze kukawa nanyi neno la Mungu ambaye inatuelekeza kwa njia kipekee. Neno la siku ya leo ni kwamba nguvu ya kuwa pamoja. Hiyo ndio ujumbe yetu ya siku ya leo, ambaye naamini kwamba kila mmoja anayesikiliza ujumbe huu, anayesikiliza sauti, anaenda kubarikiwa na anaenda kuinuliwa, ya kwamba nguvu ya kuwa pamoja. Nataka nisome katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 11 ambaye inatuelekeza kuhusu wale ambao waliweza kuwa pamoja. Ukiona katika hiyo neno la Mungu limetuambia katika hiyo kitabu chapter 11 verses 1, ikasema ya kwamba nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya joka. Wakasemezana, haya na tuchenge mchi na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Tuchifanyie china ili tusipate kutawanyika usoni ba nchi yote. Bwana akashuka ili aone mchi na mnara waliokuwa wakiuchenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatasuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Neno la Mungu wapendwa, ni neno ambaye linatuelekeza katika njia ambaye inafaa tujue kwamba nguvu ya umoja ni nini, nguvu ya ushirikiano ni nini, na faida yake ni nini. Neno la Mungu limetuhimiza kuhusu wapendwa ya kwamba nchi ilikuwa na lugha moja. Na walipokuwa na lugha moja, waliweza kutembea. Wao watu wakasemezana wao kwa wao, wakasema ya kwamba haya na tuweze kuwa pamoja na tuweze kutembea kwa pamoja. Ukiona hapo chini katika maandiko matakatifu, hiyo verse 3 ikasema ya kwamba wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya joka. Wakasemezana. Wapendwa wasikilizaji, ni kwamba au watu walisemezana. Na waliposemezana wakasema ya kwamba haya na tuchenge mchi na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tuchifanyie china. Au watu walisemezana. Hatua ya kwanza, au watu walisemezana. Na waliposemezana wakasema ya kwamba na tuchenga mnara na kilele chake kifike mbinguni. Na hao watu waliposemezana wakaelewana na wakasikizana ya kwamba na tufanye hivyo ili tuweze kufikisha mahali ambayo inatakikana. Na waliposemezana wakachukua hatua ya kufanya yale ambao walifanya. Wakasema ya kwamba, maandiko yakasema ya kwamba Bwana akashuka ili aone mchi na mnara waliokuwa wakiuchenga wanadamu.
Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja. Mpendwa msikilizaji, ni kwamba hao watu walikuwa taifa moja, na hao watu walisemezana kwa pamoja, na hawakuwa na ovu lolote, hawakuwa na mambo zingine, hawakuwa na nia nyingine. Lakini mmoja wao aliposema, mwingine akakubali, na yule tena mwingine akakubali, na wote walielewana na wakashirikiana kwa pamoja. Na waliposhirikiana wakaanza kujenga mnara, na walipojenga mnara, Mungu Bwana wetu akashuka, akaona ya kwamba hawa watu wamesemezana na wameelewana ya kwamba na tujenga mnara. Na walipoona kwamba wameanza, Bwana aliona kwamba ameanza kujenga mnara, na hiyo mnara ambao walikuwa wanajenga, wakaona kwamba hii mnara ambao wanajenga kilele chake kitafika mbinguni. Na Bwana alipoona ya kwamba wameanza kujenga, akasema ya kwamba hakuna kitu itakayezuia hao watu wasije wakatimize mawazo yao ama mipango zao. Akasema ya kwamba kwa nini hao watu wasizuiliwe wafikie mahali ambao wanahitaji? Ni kwa sababu walikuwa wakiongea lugha moja, walikuwa wakisikizana kwa pamoja, walikuwa wakisemezana kwa pamoja, walikuwa wakitembea kwa pamoja. Ujumbe ni kwamba, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mnaposhirikiana, mnaposemezana, mambo mazuri yatatendeka katika maisha ya watu ambao wanasemezana pamoja. Maandiko yakatuambia katika kitabu cha Zaburi ya kwamba watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea na kuomba, kuna mambo ambayo yatatendeka. Na pia akasema ya kwamba watu wote ambao walishirikiana kwa pamoja, kuna mambo ambayo yatatendeka, ambayo mambo ya ajabu. Au watu walisemezana kwa pamoja na wakaongea lugha moja na wakashauriana kwa pamoja, na waliposemezana wakaelewana. Kwa hivyo nataka nikusihi mpendwa msikilizaji ya kwamba mahali ambapo hapana ushirikiano hakuna maendeleo. Mahali ambapo hapana umoja hakuna maendeleo. Mahali hapana umoja hakuna ushirikiano. Kwa hivyo nataka niseme mpendwa msikilizaji kwamba katika hali ambayo tunaishi, tuweze kushirikiana, tuweze kutembea kwa pamoja, tuweze kuongea lugha moja. Zaidi ya yote ni kwamba taifa wanapoongea lugha moja, jamii wanapoongea lugha moja, familia wanapoongea lugha moja, kuna mambo ambayo yatatendeka ambayo ni ya faida sana. Kwa hivyo nataka nikusihi siku ya leo kwamba tuweze kusemezana na tuweze kuongea lugha moja na faida itatendeka. Hakuna kitu ambayo itazuia familia ambao wako pamoja wasifanikiwe. Maendeleo ya familia ambao wanashirikiana pamoja lazima itasonga mbele. Jamii ambao wanashirikiana pamoja, maisha yao itafanikiwa. Jamii ambao wanatembea kwa pamoja, maisha itafanikiwa. Kwa hivyo nataka nikusihi mpendwa msikilizaji ya kwamba tuweze kushirikiana kwa kila jambo, tuweze kusemezana kwa kila jambo, tuweze kufanya mambo kwa pamoja, na bila shaka tutafanikiwa. Ile familia ambao walikaa pamoja wakasemezana, wakasema ya kwamba tufanye hii kwa pamoja, na waliposemezana walielewana, hiyo familia ilienda mbele. Taifa ambao wamesemezana kwa pamoja, hakuna kitu ambayo itaisuia taifa isifanikiwe. Watu ambao majirani ambao wamekaa pamoja, ambao wanasemezana kwa pamoja, hiyo kijiji au watu watafanikiwa kwa sababu wako pamoja. Mahali ambao watu walitengana, maisha haikuendelea. Maisha haikuwa ni maisha ya faida. Maisha ilikuwa ni maisha ya ufukara kwa sababu watu wametengana. Kwa hivyo nataka niwasihi wapendwa wasikilizaji ya kwamba katika maisha ambayo mnaishi, muone ya kwamba mmeshirikiana. Na zaidi ya kushirikiana, muongee lugha moja. Zaidi ya kuongea lugha moja, mtembee kwa pamoja na mtafaidika katika maisha. Hao wapendwa walisemezana kwa pamoja kwa sababu walikuwa katika hali ya kujenga. Walipokuwa wakijenga, tunajua kwamba katika hali ya kujenzi kuna mambo mengi ambayo yanatumika. Kuna tools mbalimbali ambayo yanatumika. Mahali pengine wanatumia hata mambo ya panga, mambo ya nyundo, mambo ya mawe, lakini waliongea lugha moja. Na walipokuwa wakiongea lugha moja, wakisema kwamba leta kitu fulani, wanasikia na wanaleta hiyo kitu. Lakini kama walikuwa hawaelewani kwa lugha, wangechanganyikiwa na wangeendelea katika ile kazi ambayo ilikuwa inaendelea. Lakini nataka nikusihi mpendwa msikilizaji kwamba katika nguvu ya umoja kuna faida kubwa sana. Familia ambao jamii ambao walishirikiana, watu ambao walishirikiana kwa biashara na wakatembea kwa pamoja, walifanikiwa. Kwa hivyo nataka nikusihi familia yote ambao mnashirikiana ya kwamba mshirikiane ili muendelee katika maisha. Ile jamii ambao wameshikana, wazee wa mama ambao wameshikana, wazee ambao wameshikana,
hakuna kitu ambaye itazuia au watu wasiendelee mbele. Kuna watu ambao wameungana kwa vikundi mbalimbali, na watu ambao waliweza kukaa kwa pamoja na wakuongea lugha moja kwa vikundi, kikundi chao iliweza kufanikiwa, na wako na mambo mengi katika kikundi chao. Kwa hivyo nataka nikushukuru mpendo ya kwamba kama umeona ya kwamba mumeenda mbali kwa ushirikiano, jaribu sana kuleta ushirikiano. Hiyo familia ambao mnaona ya kwamba mnasosana kila wakati, amutimizi maono yenu, amutimizi ndoto yenu, amutimizi matakwa yenu, mjiulize ya kwamba ni mahali gani ambayo tumeangukia. Wacha niwaambie kwamba ni ushirika ambao mmekosa, ni umoja ambao mmekosa, ni kwenda pamoja ambao mmekosa. Ni mwingine anaongea lugha nyingine, mwingine anaongea nyingine. Kwa hivyo nataka muweze kuongea lugha moja, muweze kutembea kwa pamoja, na bila shaka mtatimiza yale ambao mnahitaji katika maisha. Kuna vikundi mingi ambao wamekutanika. Nataka niwasihi vikundi ya kwamba mshirikiane kwa pamoja, na bila shaka kazi ndoto yenu itafanikiwa. Kwa hivyo mpaka hapo nataka niseme ya kwamba katika hiyo ujumbe watu washirikiane pamoja, na kama mnaona ya kwamba mmetengana, nataka niombe ya kwamba mweze kuchukua nafasi ya kuamini pamoja na mimi ninapoenda kuomba, ili Mungu aweze kuwarejesha na waelekeze katika ile njia ya upamoja, ili maisha yenu iweze kufanikiwa. Na naamini ya kwamba kwa hiyo mmoja ambao mnaenda kuchukua kuanzia siku hii ya leo ambao mmesikia ujumbe huu, Mungu anaenda kubariki na kuwaonekania. Nataka muamini pamoja na mimi ninapoenda kuomba, ili Mungu aweze kutubarikia kwa pamoja kwa jina la Baba. Mfalme mtakatifu Jehova wetu wa mbinguni, ni nafasi ya kipekee ambao umenipa Jehova niweze kusemezana na wasikilizaji hawa ya kwamba Bwana kuna mambo mengi ambao wamefanya au wafanikiwa katika maisha. Jehova ni kwa sababu hawatembei kwa pamoja, hawana umoja Jehova, hawashirikiani Jehova, hawaongei lugha moja. Lakini kupitia ujumbe wa siku ya leo Jehova, wacha ukifikia kila familia, fikia kila kikundi, fikia hata na taifa letu, fikia hata na jamii mbalimbali, fikia Jehova wazee kwa wamama, fikia vijana hata kwa watoto, ili washirikiane Bwana, ili Bwana kila jambo iweze kwenda kwa njia ambayo inafaa. Jehova onekana kwa sababu Mungu mwaminifu, na nitakapoona Bwana umetenda mema, umeleta ushirikiano, umeleta umoja Jehova, na watu wametembea kwa umoja, nitakushukuru na kuinua jina lako. Jehova unatosha na unaweza. Naomba hiyo kibali katendeke kwa jina la Baba, aliye Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana, na Mungu awatende mema mnaposhirikiana pamoja, na maisha yenu itakuwa ni maisha ya baraka na ya faida. Asante sana. Seeking